The Green Voice. Yes, we agree. Tumshukuru yeye leo salama kabisa baina ya wanahabari na wote tumejiandaa kuelekea mchezo ambao uko mbele yetu ambao ni kesho 22 tumejiandaa 28 wa ligi kuu soka Tanzania bara. Siku ya leo kutoka makao makuu ya benki ya NBC hapa ndani ya jiji la Mbeya utapata nafasi ya kuwasikia maandalizi yao walimu na wachezaji wa timu zote mbili, walimu wa timu ya soka Tanzania Prisons halikadhalika pia mwalimu wa timu ya soka ya Coastal Union wakieleza kiufundi maandalizi yao kabla ya kushuka kesho dimbani katika uwanja wa kumbukumbu wa hayati Edward Moringe Sokoine. Niko na mwalimu Amani Josia, ni kocha mkuu wa mafande wa Tanzania Prisons ambaye anakwenda kuelezea maandalizi kabla ya kushuka dimbani kuwakabili wagosi wa Kaya kwenye mchezo wa siku ya kesho. Mwalimu, maandalizi yetu kiufundi baada ya kuwa na wiki karibu kadhaa za kujiandaa, nafikiri tumefikia maandalizi ambayo yameenda vizuri. Tumepata nafuu ya urejeo wa wachezaji waliokuwa kwa majeruhi kutoka katika mechi iliyopita, lakini pia tuko na maandalizi ambayo nadhani kuelekea kwenye mechi ya Coastal. Kisaikolojia nadhani vijana wako vizuri, lakini pia kiufundi nadhani tumeandaa vizuri, tukitambua kwamba ni mechi ngumu iliyoko mbele yetu. Kama tunacheza na timu ambayo iko juu yetu kwenye inapokuja swala la point. Kwa hiyo na sisi tunapotaka kujinasua kutoka huko chini, nadhani tumejiandaa kwa ugumu, lakini nadhani faida kubwa moja hapa ambayo tunakuwa nayo na kwamba tunajiandaa katika ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo tunapenda kuchukua nafasi kwa kukaribisha wenzetu, mzee wangu mzee Joseph Lazao pamoja na timu yake, timu ya Coastal Union kwenye mji wa Tanga, tukiamini kwamba tutakuwa na mechi nzuri yenye ushindani, huku sisi Tanzania Prison tukiweka maandalizi makubwa kwa ajili ya kuweza kupata ushindi kwenye mechi hii. Mwalimu, kuelekea katika mchezo wa kesho, kuna baadhi ya wachezaji wanataraji kuwakosa kutokana na sababu mbalimbali, aidha majeruhi au kwa kutumikia adhabu yoyote. Majeruhi wa muda mrefu tunaweza kukosa wachezaji wawili ambao nafikiri wako kwenye position ya kukosekana, ambao ni majeruhi wa muda mrefu ni Samson Mwaituka pamoja na Mesha Kiabrahamu Amita. Mbele tumepata urejeo wa wachezaji kama Beno Ngasa na waliokuwa wameumia kwenye last match pamoja na Kema Chanongo ambao walikuwa na maumivu kidogo. Wachezaji wengi wamerejea kwenye kikosi chetu. Kwa hiyo nafikiri tuko na depth ya kikosi au niliyowataja nadhani pia walikosekana kwenye mechi iliyopita. Kwa hiyo sidhani kama tuna majeruhi wote kwenye kikosi chetu. Zaidi tu tuna wigo mpana wa kuchagua kwenye kikosi chetu. Otherwise labda tuone mpaka kwa siku ya kesho tutakapokuja, kwa sababu hizo jua ya Mwenyezi Mungu ni mengi. Lakini kwa sasa hivi kwenye training tuliyofanya asubuhi ya leo nadhani kikosi kizima kiko vizuri. Ninaweza nikasema naweza kuevaluate mechi 3 ama 4 zilizopita. Nadhani tulikuwa na goli la mpira uliokufa katika mechi iliyopita, lakini pia tulikuwa na goli ambalo ulilozungumzia wewe. Na nafikiri situation ya mpira ni concentration. Wakati mwingine strategy ya defend pembeni ipo kwenye timu. Kwa hiyo kinachotokea sio kwamba strategy haipo, kinachotokea ni concentration pia ya wachezaji, kwa sababu unajua umakini unapopotea sekunde moja, mpira ni mchezo wa time na space. Kwa hiyo inapotokea concentration haipo hata sekunde moja, unaweza kuadhibiwa. Lakini nadhani ki strategy swala la defending, nafikiri hivyo ni vitu ambavyo tumefanyia kazi, kizingatia sio kila many teams, nafikiri hata opponent ambao tunakuja kukutana naye pia yuko na effect hiyo. Kwa hiyo nafikiri tumetrain kwa ajili ya hilo jambo ambalo lilizungumza. I hope kuna marekebisho ambayo tumeyafanya either wachezaji ama mpango wa timu wenyewe kujilinda tumefanya. Nafikiri tuta improve kwenye mechi iliyopo, sitegemea kama tutakuwa na nani hivi. Naam, asante mwalimu kwa majibu mazuri. Swali la mwisho kwa upande wa mwalimu wa kocha Tanzania Prisons. Asante. Mwalimu, mechi iliyopita sisi binafsi kama wachezaji sisi hatuzungumzii michezo mitatu. Sisi kama timu huwa tunakaa tunaanza kuzungumzia mchezo mmoja mmoja. Kwa hiyo tukikaa kama group tunaongea. Tunaanza na Coastal. Kwa hiyo tunatafuta pointi muhimu ambazo tutazipata kwa Coastal. Kutoka kwa Coastal tutaenda kwa mechi nyingine ambayo itafuatia mbele yetu. Kwa hiyo mimi naomba nirejee kauli yangu ambayo niliwahi kuizungumza hapa. Sisi kwetu haijaisha mpaka iishe. Kwa sisi tunaamini mpaka mechi ya mwisho sisi tutakuwepo, na panapo majaliwa msimu ujao tutakuwepo kwenye ligi. Kubwa kwanza, Mungu ni mwema.
Tunamshukuru yeye kwa safari yetu kuwa salama mpaka kufika kituo chetu cha mchezo tu. Yote kwa yote tumejiandaa kwa mchezo ambao upo mbele yetu ambao ni kesho. Tumejiandaa vipi? Ni jinsi ambapo nafasi tupo na wenzetu hapo. Mwanangu hapa Simba ameshasema vile vile na yeye. Kuanzia watu wa 7 mpaka nafasi ya mwisho hakuna ambaye yuko salama. Ndio hivyo. Kwa hiyo tunaingia kwenye mchezo kujua hayo ndio yapo na tutacheza vipi mechi ya kesho. Huwa tu kila mtu sisi na wao, kila mtu anataka kushinda ili kutoka sehemu alipo kwenda sehemu salama. Kuna muda mrefu kidogo wa kucheza mechi, yani toka mmepumzika. Hii haiwezi kawa ni madhara kwa wachezaji, labda morali inaweza kashuka kutokana na kwamba hamjacheza mechi ya ushindani hapa karibuni. Hapa nitakupa kongole kubwa ambacho sisemi sio wanaharibu. Sisemi sio wanaharibu wapangaji wa hizi ligi. Na tunakuwa saa nyingine wagumu wa kuogopa kusema maneno haya. Tuogopa mara utaambiwa kuna faini, kuna nini. Lakini mengine tunasema kutoka kwenye nafsi zetu na sisi kama walimu. Japokuwa walimu hivyo tuonekana waajabu ajabu, lakini huwezi kumpumzisha mtu leo mpaka mwezi ujao. Kwanza gharama ya kambi, fitness mechi anapataje mchezaji huyo. Kwa hiyo umesema kitu kikubwa na ambacho kiko kwenye idara zetu sisi kama walimu. Inakuwa ngumu kusema kweli. Lakini mtiririko wa leo kesho kushukutwa hata siku 2 ukitupa sikucheza. Tunacheza. Yaani muendelezo wa mchezaji unakuwa ni ule ule. Lakini mwezi mmoja wachezaji wa Kiswahili hao ngumu kurudi kwenye fomu yake tena mtu. Sasa leo kapo mwezi mzima, siku 36, mtu akae ngoje mechi 2 zilizobakia. Kwa kweli sisi walimu ni ngumu, lakini tutafanyaje? Ndio viongozi wetu wamesimama wamelisema hilo. Kuna timu gani ambayo imesema safari ngumu alafu watu hawaendi kucheza? Au safari gani ngumu watu waende kushinda? Tunakwenda, lakini hii mwezi mmoja na siku 6 au na siku ngapi? Kwetu sisi ni ngumu. Mimi sio semei yao, kwa Coast ni ngumu. Na timu zetu za Kiswahili hizi ngumu. Mwezi mmoja jamani mtu ngojea mechi 2. Siwezi kulalamika, labda kuna mashindano katikati hapa, lakini upangaji uwe kidogo sahihi. Kupumzisha mtu mechi 2 kwa mwezi mzima kwa Coast, lakini au mwalimu mimi upande wa kikosi cha Coastal Union. Issa Shaban, karibu sana ndani ya jiji letu la Mbeya, na tujue maandalizi yenu nini kama wachezaji, yapo vipi kukabiliana na Tanzania Prisons katika mchezo siku ya kesho? Cha kwanza tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku ya uhai mpaka siku leo. Sisi kama wachezaji wa Coastal Union tumejiandaa vizuri katika mechi yetu ya kesho. Na tumefuata maelekezo yote ya mwalimu ambao kafundisha wiki 2 zilizopita. Kwa kama mechi ya kesho itakuwa ngumu zaidi kwa sababu sisi tunahitaji na Prison anakuwa na uhitaji zaidi. So ukiangalia hata kwenye msimamo wa ligi nafasi zimekaa mbaya sana, kuanzia nafasi ya 6 mpaka nafasi ya chini. Kikubwa tunagombania mechi ya kesho tupate matokeo ili tukae sehemu sahihi zaidi. Issa Shabani, kama ni malengo kwa kile mlichokuwa mmekipanga kabla ya msimu na hiki ambacho mmekipata mpaka sasa katika msimamo wa ligi, kama ni asilimia ngapi kama Coastal Union? Sisi kitu ambacho tumekipanga katika msimu huu ni kumaliza nafasi ya 5 katika ligi. Ukiangalia sisi na tukicheza mechi ya kesho tunabakisha mechi 2 nyumbani. Kwa hiyo kama tukichanga karata zetu kwa mechi ya kesho na mechi 2 zibakia nyumbani, tunaweza kusogea mpaka nafasi ya 5. Ni Issa Shaban huyo, hebu kuelezea kile ulichopanga, jinsi ulivyojiandaa kabla kushuka dimbani kukabiliana na mafande wa Tanzania Prisons.